kwenye katiba, hapo akasema tukishakuwa tumeingia bungeni tutawaandikia mambo haya. Mwisho niseme mambo ambayo yameachwa. Sasa polisi wetu ni wanausalama wetu. Na mimi nashukuru sana leo nimewaona hapa, tunafarijika sana. Ninyi hamjui, na ninasema haya kwa sababu yako wazi, niliyasikia kwenye maoni na tuliyaweka kwenye rasimu. Hamjui wakati mwingine hawa wana hasira hivi, wanawanyanyasa hivi, ni shida, si kwamba wanapenda. Mtu ukiwa na msongo wa mawazo, ajira yako haijaeleweka mwaka wa 12, mtu akikukalia sawa utampiga teke tu. Tukaandika hapa kwanza tume ya utumishi ya jeshi la polisi, ibara ya 247 kwenye rasimu ya Warioba, ili iweze kushughulikia masuala ya ajira na utumishi kwenye polisi, kwa sababu wao walisema jamani, mtuhurumie sisi. Sasa msiende kuambia watu wengine mtuhurumie sisi, mtuhurumie kabisa, tuna tabu. Kuna kitu kinaitwa PGO tangu mkoloni, ndio hiyo inaeleza mambo yetu ya utumishi na nini, mtusaidie. Ikawekwa hapa ili tume ya utumishi iweke maslahi yao sawa sawa, mambo yao yawe safi, hata wakiwaona ninyi wanawaona nyinyi ndio wadau wao wakubwa. Hilo nalo wamefuta. Alafu tukasema IGP ibara ya 246 afanye kazi yake kwa uhuru pasina kuingiliwa na mtu yeyote. Na nikwambie wanasiasa wa vyama vyote, wasije wale watu ukawa wapo hapa, watu ukawa wanaweza kaibeba hii haraka sana. Wote wawe wenye wa ukawa hawa wa Chama cha Mapinduzi, wote wanapenda kutumia polisi vibaya wakiwa wameshakaa sehemu hiyo. Tukasema tunaandika Tanzania mpya, mkuu wa jeshi la polisi afanye kazi yake kwa weledi. Halafu tukamuongezea misingi ya utendaji wa jeshi la polisi. Hii naomba niisome halafu ninaondoka zangu. Misingi ya utendaji ya jeshi la polisi inayosema, hii sasa ipo kwenye rasimu ile ya Warioba, inasema katika utekelezaji wa majukumu yake jeshi la polisi la Jamhuri ya Muungano litazingatia viwango vya juu vya kitaaluma na nidhamu miongoni mwa wafanyakazi wake. Ulinzi na ukuzaji wa haki za binadamu. Kwa hamwezi kusema tutawapigeni tu, kwa sababu hiyo sio haki za binadamu. Kanuni za uwazi na uwajibikaji. Atakayefanya hivyo atawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kukuza mahusiano na jamii. Hawa ndio wadau wetu. Halafu inaendelea, jeshi la polisi katika kutekeleza majukumu yake litashirikiana na vyombo vinavyohusika na kupambana na uhalifu vya nchi washirika katika kufanya uchunguzi na kushughulikia makosa ya rushwa na ufisadi. Hiyo nayo wamefuta. Baada ya kusema hayo, jamani, muda huu hautoshi. Liko jambo moja la sura ya 8 kwenye rasimu ya Warioba, ilikuwa inazungumzia tume ya uhusiano na uratibu. Tume ya uhusiano na uratibu ilikuwa inakuja kutusaidia kuondoa migongano iliyokuwepo kati ya serikali zetu mbili, ambayo ipo na ushahidi upo tangu mwaka 77. Tukasema tume ya uhusiano na uratibu, Kiingereza Intergovernmental Relations Commission, ili hawa wazungumze kikatiba, kwa sababu hakuna mfumo wa kikatiba wa kuwawezesha wazungumze. Katiba inayopendekezwa imesema wameleta kitu kinaitwa tume ya uratibu wa mambo ya muungano. Mambo ya muungano ni ya serikali ya Jamhuri ya Muungano, sio ya kwenye tume. Mambo ya muungano ni ya serikali ya muungano pekee, hazungumzi na mtu mwingine. Sisi tulisema tume ya uhusiano na uratibu wazungumze, na huko tukasema mambo yasiyokuwa ya muungano tusaidiane kuyaratibu, kuyasimamia na kuhakikisha sera na sheria kwa mambo yasiyokuwa ya muungano ya bara na Zanzibar au ya Tanganyika na Zanzibar zinakuwa sawa, kwa sababu bara na Zanzibar au Tanganyika na Zanzibar waliokuwepo huko ni wa Tanzania, si wa Tanganyika na Wazanzibari. Hakuna watu wao.
hao wamejikuta tu wanakaa huku, lakini wale ni Watanzania. Kwa hiyo kama elimu ya Zanzibar ni mbaya, ya bara ni nzuri, tuna makosa hapo. Hiyo ikasema kwenye ibara 111(1)(b) ambayo kwa bahati nzuri imefutwa, kuwe kuna usawa. Baada ya kusema hayo, nasema tuendelee kujadiliana, na mkiacha mambo haya viongozi wakajitungie wenyewe bungeni, mmekwisha mpaka mpate Kikwete mwingine miaka 50 inayokuja, na sidhani kama tuko tayari. Asante sana.